Msikilizeni babu wetu anasemaje, kwa sababu naona ameandika vizuri. Katibu, msikilizeni hapo. Anasemaje babu? Kwanza mheshimiwa, natoa pole kwa safari ndefu. Asante sana. Asante. Mimi kwa majina naitwa ndugu Elauteli Ismail. Naishi kijiji cha Msanzi, kata ya Msanzi, wilaya ya Kalambo. Shule ya sekondari imejengwa na kuchukua ardhi yangu ekari 70 toka mwaka 2004. Nimefuatilia taratibu za malipo za fidia. Nimechoka mpaka nimefika wizarani kwa waziri wa ardhi na nyumba makao makuu, akatoa agizo. Akatoa agizo mkoa. Mkurugenzi, mnaifahamu hiyo shule? Ndio mheshimiwa, ni mojawapo ya shule yetu katika halmashauri yetu ya wilaya Kalambo. Naifahamu. Sasa eneo mmechukua, shule tunayo, mzee hamjamfidia. Mheshimiwa, mnataka watu wachukie maendeleo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba unipe ruhusa afisa ardhi aifafanue vizuri, anaifahamu vizuri. Afisa ardhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mlishapewa maagizo na makao makuu mlipe fidia. Mmefikia hatua gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili jambo kama alivyoeleza limewahi kutatuliwa na ofisi ya mkoa wa wilaya, lakini baada ya kupitia nyaraka za malalamiko ilibainika kulikuwepo na udanganyifu katika ukubwa wa eneo, kwa maana ya kwamba eneo ambalo alitoa pamoja na wananchi wengine ilikuwa ni ekari 7, lakini kwa sababu ilikuwa imeandikwa kwa tarakimu, baada ya muda waliongeza 0 ikaonekana ni ekari 70. Sasa nini shule mmejenga kwenye eka 7 tu? Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu, maeneo ambayo yalichukuliwa ni pamoja na maeneo ya wananchi wengine, lakini kwa eneo la huyu mzee ilikuwa ni ekari 7. Mzee wetu, una nyaraka za eneo? Mpeni maiki. Mheshimiwa, nasikitika tu kwamba huyu anayeongea sasa hivi hafahamu maeneo. Ni uongo. Eneo la shule mpaka umewekwa na serikali ya kijiji husika ambao ni wazao wa eneo lile. Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi? Kijiji kinaitwa Msanzi. Msanzi. Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi? Mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani wa eneo husika ni wewe mwenyewe? Mimi ni mwenyekiti wa halmashauri. Mwenyekiti wa halmashauri. Ndio. Okay. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli tatizo hilo lipo na mzee amekuja ofisini kwangu mara 2, wamekuja na diwani. Anadai isipokuwa kama alivyozungumza afisa ardhi, kuna mkanganyiko kati ya ukubwa wa eneo. Sasa kama hivyo ndivyo, tafuteni wazee wakubwa wa hicho kijiji na wale wengine waliotoa eneo. Kila mmoja ataonesha alilotoa na mzee la kwake litaonekana, alafu afidiwe kile anachostahili, atafutiwe kusambama na kile anachostahili. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri na mheshimiwa mkuu wa wilaya na mtu wetu wa ardhi. Ndugu zangu watu wa ardhi, nitumie jukwaa hili kuambia watu wa ardhi na wa Kalambo na nchi nzima. Ninyi watu wa ardhi, kama hamshtuki mpaka sasa, ninyi mnakaribia kuvunja undugu wetu. Kila eneo ardhi, ardhi, ardhi. Hivi ninyi hamna mpango wa kwenda mbinguni? Kila eneo. Na migogoro ninyi mmeizoea, yani mmezoea, wala hamshtuki. Kila eneo, wala hamshtuki. Mnakaa na mgogoro miaka 10, 20. Sasa kama hili hapa mnalijua, mnashindwaje kwenda kupima hata kwa kutembea kwa miguu tu kama vipimo hamnavyo? Mzee yupo, ardhi ipo, wazee wa zamani wa eneo hilo wapo. Hivi kweli hili ni la kuja kutatuliwa na sisi tunaotoka mbali kweli? Si mpo mkazunguka hata kwa miguu? Hata mkikosa vipimo, hesabuni hata miguu. Mnashindwa kweli hayo?
Sasa nataka hii mambo hii ya ardhi nataka haya mambo myamalize. Haya mambo myamalize. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niruhusu niseme jambo moja kwa uzoefu ambao nimeupata. Mara nyingi wananchi hawa ardhi yao inachukuliwa, na hata hilo ndio ambalo nilikuta hapa kwamba ardhi ni mali ya rais. Kwa hiyo wanatumia hayo maneno kuwatishia wananchi kwamba ardhi ni mali ya rais, tukitaka tunajenga kama serikali. Na ilete migogoro mikubwa sana. Nimetoa maelekezo kwenye wilaya hii, nisisikie popote mtu anasema eti ardhi hii ni mali ya rais, kwa hiyo tunachukua tunajenga. Nadhani naomba nishauri tunapaswa kuwekeza hapo, watu waelewe wanamgombanisha rais, serikali na chama na wananchi, kwa wao kupora maeneo ya wananchi. Na wengine wakichukua wanaenda kuuza. Ndio. Sasa hapa lazima tupatibu hapo mheshimiwa. Ninyi mnachukua bure mnaenda kuuza. Sikilizeni niwaambieni. Mimi sijasikia kwa mbali. Nimesikia kwa karibu. Nimemsikia Mheshimiwa Rais akitoa haya maelekezo. Haya ninayowaambia. Amesema hata kama yeye ndio anayeongoza, ndio anayehamasisha uwekezaji, amesema viongozi wote mlioko mikoani msichukue ardhi ya wananchi bure. Haya ni maneno amesema Mheshimiwa Rais. Hata kama tunapenda uwekezaji, msiende kuchukua ardhi ya wananchi bure. Tena hakuishia tu kusema msiende kuchukua bure. Anasema hata pale mnapofidia, msifidie kwa fidia ya chini, wapate haki wanayostahili. Haya ni maneno ya Mheshimiwa Rais. Ninyi mnatoa wapi haya kwamba ukishawepo uwekezaji mnaenda kupora ardhi ya watu? Ninyi watu wa ardhi na mabaraza yenu. Ngoja nisitoe hilo tamko leo, lakini tutaangalia upya jinsi tunavyoshughulikia haya mambo ya migogoro ya ardhi. Haiwezekani kila kona, kila wilaya nilikopita, 98% ya hoja, 98 kwenda 99, ardhi. Na ardhi yenyewe, watu wana ardhi yao inajulikana. Alafu tunafanya tu mbinu hivi. Sasa hilo wananchi la wilaya hii hapa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na haya ambayo tumeyaelekeza, hebu nendeni mgogoro kwa mgogoro, eneo kwa eneo, fanyeni uhakiki yule mwenye haki yake aweze kupata haki yake. La mwisho, wananchi nawashukuruni sana, tunawashukuru sana. Wale vijana wangu wamechora picha ya rais vizuri sana, njooni muonane na katibu pale. Tunawashukuru sana sana, mmechora picha ya mama, ndo njooni hapa, na mmempatia kweli na miwani yake. Kiongozi mwenye maono, na mmeweka kazi na utu. Onaneni na katibu pale ili na ninyi ndo ubunifu